كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بعد يا kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukiwa katika usiku huu wa tarehe 23 za mwezi wa Rabiul Thani, mwezi wa mfungo saba katika mwaka 1447 min al-hijrah an-nabawiyya. Katika usiku huu, usiku wa al-Arbi'a, tutasoma katika al-aqida al-wasitiyya mlango unaothibitisha wajhu Allah tabaraka wa taala. Kadhalik, wakati unaporuhusu, tutasoma baadhi ya dalili zinazothibitisha kuwa Allah tabaraka wa taala ana mikono miwili. Miongoni mwa sifa alizokuwa nazo Allah tabaraka wa taala ni kwamba ana wajhi, ana uso ambao unaendana na dhati yake subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tutaona katika usiku huu kuwa miongoni mwa sifa zake Allah tabaraka wa ta'ala ni kwamba anayo mikono miwili Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, na qawli yake Allah tabaraka wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, na utabakia uso wa Mola wako dhul jalali, mwenye utukufu na kibri. Dhul jalal ay al-'azamati wal kibriya, mwenye utukufu Allah tabaraka wa taala, au uso wenye utukufu na kibri. Kibri ni katika sifa zake Allah tabaraka wa taala. Wal ikram, vile vile Mola mwenye ukarimu, lianbiyaihi wa ibadihi salihin, kwa manabii zake na waja wake waliokuwa wema.
Katika risala hii kama tulivyoona, Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala kwa sehemu kubwa amezungumzia arkanul imani ya sita katika risala hii ya al-aqidatul wasitiyya. Anazungumzia nguzo sita za imani takriban. Mwanzo alipoitaja nguzo ya kwanza al-imanu billah, na akasema kunaingia katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifu kwa kila alichojisifia nacho Allah tabaraka wa ta'ala yeye mwenyewe, na kumsifu kwa kile ambacho amemsifia kwacho mtume wake alayhi salatu wassalam. Akaanza kutaja mlango wa al-asma wa sifat, taja mlango wa sifat, mlango wa sifa za Allah tabaraka wa ta'ala, ikiwa ni sehemu ya ile nguzo ya kwanza ya al-imanu billah. Kunaingia katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi au wasafa bihi rasuluhu sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi al-mutahhara. Zinaingia katika al-imanu billah zile sifa, yani kuthibitisha sifa ambazo amejisifia nazo mwenyewe katika kitabu chake au amemsifu kwa sifa hizo mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa sifa hizo ni wajhuhu subhanahu wa ta'ala, ni uso wake Allah tabaraka wa ta'ala. Sema wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Na aya hii imekuja baada ya kauli yake Allah aliposema kullu shay'in halikun illa wajha, kullu man 'alayha fan. Afwan, imekuja aya hii baada ya kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala kullu man 'alayha fan. Kila kiumbe chochote ambacho kiko juu ya ardhi ni chenye kuisha, ni chenye kuondoka na kufa na kuisha. Ishara kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye atakayebakia peke yake subhanahu wa ta'ala. Inna jami'a ahli al-ardh, hakika viumbe vyote katika viumbe vya ardhi sayadhhabuna wa yamutun, vitaondoka na vitakufa. Wa yabqa wa la yabqa ahadun siwa wajhihi al-karim, na hakuna yeyote atakayebakia tofauti na uso wake mtukufu jalla wa ala. فإن الرب سبحانه لا يموت، سبب الله سبحانه وتعالى مولا متكوف مليزي هافي سبحانه، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. يي الله سبحانه وتعالى هافي مليله. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، na kauli yake aliposema kila kitu, kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu ni chenye kufa, chenye kuondoka, kufa isipokuwa uso wake Allah tabaraka wa taala. Anakusudia kuwa kila kiumbe ambacho kinapatikana mbinguni na kinachopatikana ardhini vyote vitaondoka na vitaisha. Atakayebakia ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kusema illa wajha, isipokuwa uso wake,
katika kauli hii kuna ikhbarun bi annahu ad-daimu al-baqi alladhi tamutu al-khalaiq wa la yamut. Kuna kutupa habari Allah tabaraka wa taala ya kwamba yeye ni mwenye kubaki milele, ambaye hafi na viumbe vyote vinakufa. Viumbe vinakufa, wala yamutu subhanahu wa ta'ala. Ashahid katika aya mbili hizi, anna fihima ithbat alwajhi lillahi subhanahu, ndani yake utaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha nini? Uso. Anathibitisha uso wake subhanahu wa ta'ala, wa huwa min sifatihi dhatiyya, na huo uso ni katika sifa zake za dhati. Allah subhanahu wa ta'ala ana dhati. Miongoni mwa sifa za dhati hiyo yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni uso, sio kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha mikono. Mikono ipo katika dhati yake subhanahu wa ta'ala, ni miongoni mwa zile sifa ambazo ni katika dhati yake Allah tabaraka wa ta'ala. Fahuwa wajhun ala haqiqatihi. Ukisikia wajhi wa Allah ni uso kwa ule uhalisia wake, ni uso kwa ule uhalisia wake, yaliqum bijalalihi subhanahu. Uso huo una laiq, unafanana, unaendana na ile jalala yake, ule utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu taala anasema katika sharh yake al-Aqida al-Wasitiyya, qala wal wajhu ma'nahu ma'lum. Na unapotajwa uso kama uso, maana yake inafahamika, sio? Ndio maana tunapoulizana uso, kila mmoja alishawaza kwamba uso ni nini, kwa sababu uso unafahamika. Alwajhu ma'nahu ma'lum, uso maana yake inafahamika, lakin kayfiyatuhu majhula, lakini namna ya ulivyo uso wake Allah tabaraka wa taala ni jambo ambalo ni majhula, ni jambo ambalo ni majhula, halifahamiki. Labda ukiulizwa kwa nini halifahamiki, ma kana jawabuk, utajibu nini? Man indahu aljawab? Kwa sababu hajatuelezea na sisi hatukupata kumfahamu yeye subhanahu wa ta'ala kuwa ana sifa fulani na sifa fulani, isipokuwa baada ya kufanyeje? Baada ya kutuelezea subhanahu wa ta'ala. Kinyume na zile sifa za kivitendo, kinyume na sifa za nini? Za kivitendo. Miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhib, anaadhibu, sio? Tufahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaadhibu, lakini zile sifa zake za dhati huwezi ukaziwaza wala kuzifikiria mpaka ufahamishwe. Na kuwa pia Allah subhanahu wa ta'ala anaadhibu, tumekuja kuthibitishiwa kile ambacho ni katika ile aqida ya kimaumbile tuliyoumbwa nayo, kwamba sisi tunaye muumba. Tukishajua kwamba tunaye muumba aliyetuumba, kuna mambo anayapenda na kuna mambo asiyoyapenda. Katika hali ya kimaumbile ni kwamba vile asivyovipenda akifanyiwa ataadhibu, na vile anavyovipenda akifanyiwa atalipa thawabu, atalipa thawabu.
Lakini waonaje suala la waji? Wawezaje kuthibitisha waji wakati hii ni sifa yake ya dhati na wewe hujapata kumuona Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo kaifia ni majhula, haifahamiki. La na'lamu kaifa wajhi Allah azza wa jalla, hatutambui ni vipi ulivyo uso wa Allah tabaraka wa taala, kasairi sifatihi, kama sifa nyingine zilizobakia sifa zake subhanahu wa ta'ala. Lakinna nu'minu bi anna lahu wajhan mawsufan bil jalal wal ikram, lakini sisi tuamini ya kwamba yeye ana uso, ule uso unasifiwa kwa jalali na ikram, unasifika kwa jalali na ukarimu, wa mawsufan bil bahai wal 'azamati wan nuri al 'azim, na kuwa uso huo unasifika kwa uzuri, unasifika tukufu, kadhalika unasifika kwa nur iliyokuwa kubwa. Hatta qala an-nabiy alayhi salatu wassalam, mpaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama lifikia mahala akasema, hijabuhu an-nur, pazia lake Allah subhanahu wa ta'ala ni nuru tupu. Hijabuhu an-nur, stara au pazia lake Allah subhanahu wa ta'ala ni nuru. Law kashafahu la ahraqat sabahat wajhihi man taha ilayhi basaruhu, law angeliondoa hilo pazia, mng'ao wa uso wake Allah subhanahu wa ta'ala ungelichoma kila kinachoonekana, ungechoma kila kinachoonekana na macho yake, macho ya kiumbe miongoni mwa viumbe vyake. Allah subhanahu wa ta'ala uso wake ni nuru, na ndiyo maana ikawa kwamba duniani haiwezekani kumuona Allah tabaraka wa ta'ala. Miongoni mwa sababu ni kwamba hakutuumba sisi kwa maumbile ambayo yana uhimili wa kuweza kuhimili nuru yake subhanahu wa ta'ala. ثم قال وبناء على هذا نقول, na kwa msingi huu tutasema, من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقيا أو حقيقة. katika jumla ya aqida yetu tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana uso wa hakika. Wanakhudhu min qawlihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Aqida hii tumeichukua katika kauli yake Allah aliposema wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wa naqulu bi anna hadha alwajha la yumathilu awjuha almakhluqin, na tunasema ya kwamba uso huu haufanani hata kidogo na nyuso za viumbe. Liqaulihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, wa kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala aliposema hakuna mfano wa kitu chochote kama yeye subhanahu wa ta'ala, kama mfano wake. Laisa kamithlihi shay'un, hakuna kitu ambacho ni kama mfano wake subhanahu wa ta'ala. Wanajhalu kayfiyata hadha alwajh, na namna ya uso huu hatufahamu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia la yuhituna bihi ilma, na waja wake subhanahu wa ta'ala hawawezi kumzunguka kiujuzi vilivyo, wakamfahamu vilivyo, hawawezi. Fa in hawala ahadun an yatasawwara hadhihi alkayfiyya biqalbihi, ikiwa yeyote atafanya muhawala akajaribu kutasawwar, kuleta picha ya namna hii kwamba uso uko katika namna hii, tukawa analeta taswira fulani,
au an yatahaddatha anha bilisani, au akaanza kuzungumzia namna ulivyo uso wa Allah kwa ulimi wake. Qulna, tutamwambia innaka mubtadi'un dal, hakika wewe ni mubtadi' tena mpotevu. Qailun ala Allah ma la ta'lam, wewe ni katika wale wenye kumsemea Allah yale wasiyojua, unamsemea Allah subhanahu wa ta'ala usikijua. وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم, na hakika ameharamisha Allah juu yetu kuyasema yale ambayo, kumsemea yale ambayo sisi hatuyajui, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, qul innama harrama rabbi alfawahish, sema ewe Muhammad, hakika si vinginevyo ameharamisha Mola wangu machafu, ma dhahara minha wa ma batan, yaliyodhihiri kati ya hayo na yaliyojificha. Wal ithma wal baghy bighairi alhaqi, vile vile ameharamisha madhambi na uasi pasi na haki. Wa an tushriku billah, na pia vile vile ameharamisha nyinyi kumshirikisha Allah ma lam yunazzil bihi sultana, yale ambayo hajayateremshia hoja yeye subhanahu wa ta'ala. Washahid wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, vile vile kati ya yale ambayo ameyaharamisha Allah ni kwamba amekuharamishieni nyinyi kuyasema yale, kumsemea Allah yale ambayo hamyajui, yani kumnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hajayatamka wala hajayasema, na nyinyi hamyajui hayo kwa sababu mngelijua kwa kuyasema yeye au mtume wake alayhi salatu wassalam. Kadhalik aliposema Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, na usiyafuate yale ambayo huna ilmu nayo, usikifuate kitu ambacho huna ilmu nacho. Inna as-sam'a wal basara wal fuad, hakika masikio, macho, moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ula, yote hayo mwanadamu atakuwa ni mwenye kuulizwa. Ataulizwa kunako masikio, macho, moyo wake, ataulizwa, ambavyo hivi ni katika sehemu ya hawas za vyanzo vya kupata ilmu. Ila an qala rahimahullah, mpaka alipofikia kusema rahimahullah, وهو من الصفات الذاتية الخبرية التي سماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء. na huu uso ni sifa za dhati, ni miongoni mwa sifa za dhati, miongoni mwa sifa za dhati. Sijajua tukizungumza sifa ya dhati sijui mnaelewa nini bwana. Tukizungumza dhati wewe unaelewa nini? Sije tukawa tunataja neno dhati katika mazungumzo, huwa dhati haifahamiki. Hebu simama, nataka niwafahamishe dhati kama dhati. Ila dhati ya Allah hatuijui. Abu Anas, lile umbile lake lote ile ni dhati, sio? Yaani ukizungumzia dhati ni hivi alivyo umbile lake. Miongoni mwa sifa alizokuwa nazo Abu Anas katika dhati yake ana nini? Ana uso. Miongoni mwa sifa za dhati yake ana macho. Miongoni mwa sifa za dhati yake ana pua, sio? Haya kaa. Sisi tunapozungumza dhati kwamba Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa sifa za dhati yake ni uso, tunamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hana uso peke yake, hana uso peke yake, lakini uso ni sehemu ya dhati yake. Kwa hiyo anasema wa huwa, na huu uso, min as-sifati adh-dhatiyya al-khabariyya, ni miongoni mwa sifa za dhati al-khabariyya, zilizoelezwa. Yani sisi tumeelezwa na Allah tabaraka wa taala kwamba miongoni mwa sifa zake ni al-wajh, ni
katika sifa zake alizozielezea ambazo amezitaja, ambazo kwa upande wetu sisi ab'adun wa jazaa, ni baadhi ya sifa zake Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hasifiki na uso tu, lakini uso ni katika sehemu ya dhati yake. Wala naqulu min as-sifati adh-dhatiyya al-ma'nawiyya, lakini pia hatusemi kwamba uso huo Allah tabaraka wa taala ni miongoni mwa sifa za dhati za kimaanawi. Walau qulna bidhalika, lau kama tungesema hivyo, lakunna nuwafiqu man ta'awwalahu tahrifan, tungeliwafikiana na yule ambaye amefanya taawili ya huo uso kwa kupotosha ile kauli kwenye sehemu yake. Tungesema kwamba hii ina maana nyingine, hii sifa hii ya uso ni sifa yake ambayo ina maana nyingine tofauti na hii ya dhahir. Tungeliwafikiana na wale ambao wamezipotosha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzipondosha kwenye maana yake ya uhalisia. Wala naqulu innaha ba'dun min Allah, na sisi hatusemi kwamba sifa hiyo ya uso, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa hiyo tu peke yake, kwamba tukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala tuikusudia uso, tunakusudia kwamba Allah ana uso peke yake. Lianna dhalika yuhimu naqsan lillahi subhanahu wa ta'ala, ni kwa sababu hilo ukilithibitisha tukathibitisha kwamba ana uso peke yake, hana dhati, hili linaleta tafsiri ya mapungufu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini kadhalik Allah subhanahu wa ta'ala la yu'rafu fi lughatin, uso haufahamiki, lakini pia vile vile miongoni mwa yale ambayo tunatakikana kuyafahamu ni kwamba uso haufahamiki katika lugha ya umma wowote katika mataifa yaliyotangulia na yaliyopo. Haifahamiki anna wajha shay bimaana dhatihi au thawab. Hakuna anayefahamu kwamba unapotajwa uso kama uso inakusudiwa dhati yake yote, haifahamiki hivyo. Yani mfano tuseme kwamba uso, tukitaja uso ndio dhati ya Allah kwa ujumla wake. Hakuna watu ambao katika lugha yao wakitaja uso wanamaanisha kwamba dhati inakuwa, yani uso inakuwa ni dhati ya mtu kwa ujumla wake. Au hakuna umma katika lugha yao wanaosema kwamba uso ni thawabu, wanaotafsiri uso kwamba ni nini? Ni thawabu. Hawapo wanaotafsiri hivyo. Walwajhu fi lugha, lakini wajh unaposemwa uso katika lugha, mustaqbalu kulli shay, ni uelekeo wa kila kitu, yani mbele ya kila kitu. Kusema hebu nenda usoni, unakwenda wapi? Nyuma sio? Unakwenda mbele sio? Uso ni mustakbali wa kila kitu. Hiyo ni katika lugha kwa maana ambayo ni pana. Liannahu awwalu ma yuwajahu minhu, kwa sababu ni kitu cha mwanzo kinachoelekewa. Wa huwa fi kulli shay'in bihasabi ma yudafu ilayhi, lakini uso unapowekwa katika kila kitu utatafsiriwa kulingana na kile unachoegemezwa kwacho. Kile ambacho unaegemezwa kwacho.
Kwa hiyo hapa tunapata ushahidi ya kwamba katika aya hizi kuna ithibati ya alwajhi lillahi subhanahu wa ta'ala kama inavyo lingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala, wa annahu laysa kamithlihi shay'un, na kwamba pamoja na hayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala si kama mfano wa kitu chochote katika sifa zake, na sivyo kama wanavyodai mu'attila, wale wanaozipondosha sifa na kuziharibu. Anna alwajha laysa ala haqiqati, wao wanataja kwamba uso haupo katika ile halisia yake inayoonekana kwa dhahir. Wanatafsiri kwamba muradi wa uso ni dhati yake Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo watakuwa wamefanya uso kuwa ndio ujumla wa Allah, ule uso ndio dhati kamili ya Allah tabaraka wa taala, na bila shaka ndani yake kuna mapungufu katika kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala namna hiyo. Au wanatafsiri kwamba uso ni thawabu, kwamba Allah alipotaja uso alikusudia thawabu, kwamba thawabu ndio zitakazobakia, au aljiha au upande fulani au ghairu dhalik, na tawili hizi zote ni batila. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim, a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim. Hii ni dhikri inayosomwa wakati gani? a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim, wakati wa kuingia msikiti. Habari imepokea Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala katika Sunan, na amesahihisha al-Imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Lakini pia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ametaja sura nyingine zinazoonyesha ubatilifu wa tafsiri ya wajhi kwa thawabu. Akasema rahimahullah, hadha wa qad fassara ahlu at-tahrif, na hivyo ametafsiri watu wapotoshaji wajha Allah bithawabi, wameutafsiri uso wa Allah kuwa ni thawabu zake. Faqalu, wakasema almuradu bilwajhi fil ayati thawab, muradi katika wajhi au kwenye huu wajhi uliotajwa muradi wake na maksudio yake katika aya ni athawab. Kullu shay'in yafna illa thawabu Allah, sema kwamba kila kitu kitakwisha isipokuwa thawabu za Allah ndo ambazo haziishi. Fassaru alwajha alladhi huwa sifatu kamalin, waliufasiri uso ambao ni sifa miongoni mwa sifa za ukamilifu. Fassaruhu bi shay'in makhluq, wakautafsiri kwa kitu ambacho ni makhluq, kwa sababu thawabu ni katika viumbe Allah subhanahu wa ta'ala, zile thawabu na ziumbe. Ba'inun 'anillah, ambazo zimetengana na Allah tabaraka wa ta'ala, ziko mbali na Allah tabaraka wa ta'ala, au kitu ambacho kiko mbali na Allah tabaraka wa ta'ala. Qabilu lil'adami walwujud, thawabu hizo zinakabiliana na kuwepo au kutokuwepo. Anamaanisha nini rahimahullahu ta'ala? Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuna kipindi analipa thawabu, kuna kipindi thawabu zake asilipe. Kuna kipindi thawabu zake asilipe, kwa hiyo asipolipa hazipo. Fathawabu hadithun ba'da an lam yakun, thawabu ni zenye kutokea baada ya kuwa kabla hapo hazikuwepo. Allah subhanahu wa ta'ala tunaambiwa huwa al-awwal wal-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema huwa al-awwal alladhi laysa qablahu shay,
wa huwa al-akhir alladhi laysa ba'dahu shay, mpaka mwisho wa hadithi. Yeye ni wa mwanzo ambaye hakuna kabla yake chochote, na yeye ndiye wa mwisho, hakuna baada yake chochote. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuwalipa thawabu waja wake alipowaumba, sio? Kwa hiyo kabla ya kuwaumba, ikiwa uso utatafsiriwa kwa maana ya thawabu, hakuwa na uso, sio? Kwa hiyo wametafsiri sifa yake katika jambo ambalo haliwezi kusimama, ambalo ndani yake kuna mapungufu. Thawabu zimezuka, zina mwanzo, na Allah tabaraka wa taala hanao mwanzo. Wajaizun an yartafi', lakini pia thawabu ni jaiz, zinaweza zikaondoka zikawa hazipo. Laula wa'dullahi bibaqa'i, lau kama si ahadi ya Allah kwamba yeye akishalipa zile thawabu zake zinaandamana na waja wake. Kisha akasema fahal taqulun, baada ya haya je, mwaweza kusema hivi sasa, inna wajha Allahi alladhi wasafa Allahu bihi nafsahu, hakika uso wa Allah, ule uso ambao yeye mwenyewe ameisifia nafsi yake kwa uso huo, mwaweza kusema kuwa mimbabil mumkin, mnaweza kuweka katika mlango wa kile kinachowezekana, kwamba kinawezekana au kisiwezekane. Yani uso wa Allah mwaweza kuweka katika mlango kwamba unawezekana ukawepo wakati mwingine na wakati mwingine usiwepo. Ikiwa tutakubaliana kwamba uso wa Allah ni thawabu za Allah, tumeona thawabu za Allah kwanza zina mwanzo alipoanza kuwalipa waja wake, lakini pia kuna kipindi thawabu zinaweza zikawepo kwa watu fulani au zikaondoka. Je, mtasema kwamba uso wa Allah ambao yeye mwenyewe amejisifia nafsi yake ni katika mlango wa kile kinachowezekana kuwepo au kisiwepo, au mimbabil wajib? Utaona kwamba wao walikwenda kombo katika usawa, na kauli yao ni yenye kukataliwa. Mwanzo inakhalifiana na dhahiri ya al-lafz, fa inna dhahira al-lafz, kwa sababu dhahiri ya tamshi au tamko, anna hadha wajhun khasun, kwamba huu ni uso maalumu, walaysa huwa thawab, na si thawabu. Pia inakhalifiana na ijma'i ya salaf wao walikubaliana kivyengine, hawakukubaliana kwamba uso wa Allah ni thawabu zake. Wao walikubaliana kitu chengine, walikubaliana kwamba uso wa Allah ni uso wake, ni sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fama min as-salafi ahadun, hakuna yeyote katika salaf ambaye qala innal murada bil wajhi ath-thawab, aliyesema kwamba maksudio ya wajhi ni thawab. Wa hadhihi kutubuhum baina aydina mahfudh, na hivi ni vitabu ambavyo tayari ni vitabu vyao ambavyo tayari viko mbele yetu, vimehifadhiwa. Akhriju lana nassan an as-sahaba au an a'immati at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan, tutoleeni nasi moja ambayo inapokelewa kwa masahaba au kutoka kwa aimma wa tabi'in na wale waliofuata wao katika maulama kwa wema, annahum fassaru hadha at-tafsir, kwamba wao walitafsiri hii mnakuja nayo. Lan tajidu ila dhalika sabila abada, hamwezi kulipatia hili njia yoyote. Kwa hiyo kiufupi, ukikuta mtu anatafsiri kwamba wajh ni thawab, utajua kwamba makosa yake yako wapi. Yako pale ambapo anathibitisha kitu ambacho mwanzo kina mwanzo, sio? Kina mwanzo ambazo ni thawabu. Thawabu zina mwanzo, lakini pia zina ukomo.
kwa baadhi ya watu. Unaona hilo ni jambo. Lakini jambo jingine, Allah tabaraka wa taala hawezi kusifika na kitu ambacho wakati mwingine kinaweza kupatikana na wakati mwingine hakipatikani. Tutakuwa basi hatuna Mungu. So mwanzo mmethibitisha kwamba uso ndio dhati, si ndio? Mmethibitisha kwamba uso ndio dhati, mkaja mkasema kwamba thawabu hiyo dhati yenyewe ni thawabu. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho sisi tunaweza tukawa hatuna Mungu, kwa sababu thawabu zinakukosekana na kupatikana. Bila shaka kauli hii ni batil na sio sahihi. ثم قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Allah tabaraka wa taala hapa atakuthibitishia sifa ya mikono miwili, kwamba miongoni mwa sifa zake za dhati ni kuwa na mikono mingapi? Miwili. Wakilta yadai yamin, na imekuja hadithi kwamba mikono yote miwili Allah subhanahu wa ta'ala ni yamin. Kuja kuyaona haya biidhnillahi alkarim. قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Ni kitu gani kilichokuzuilia wewe kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili? Anayemkusudia ni nani? Adam, baba yetu Adam alayhi salatu wassalam. Yule baba yetu ambaye ni mzazi wetu wa asili, Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba na mikono hiyo, kamuumba kwa mikono hiyo miwili. Jambo hili limethibitishwa katika Qur'an kuwa Allah subhanahu wa ta'ala na mikono miwili, lakini pia vile vile sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimethibitisha hilo. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Ni kitu gani kilichokuzuilia wewe kumsujudia yule ambaye nimemuumba mimi kwa mikono yangu miwili? Khitabu hii ilikuwa inamuelekea nani? Nani alikuwa anaambiwa maneno haya? Iblis la'anahu Allah lamma imtana'a min as-sujud li Adam alayhi salam. Pale alipogoma kumsujudia Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala akamuuliza swali la makemeo, ni kitu gani wewe sarafaka wa saddaka ani sujud, kilichokuzuilia wewe kumsujudia, kusujudu kwa amri ambayo nimeitoa mimi kwa yule ambaye nimebashiri kumuumba kwa mikono yangu, tena min ghairi wasita, hakukuwepo baina yangu mimi na huyu niliyemuumba labda muwakilishi naye mwambia hebu pale weka mkono sijui. La, nimemuumba kwa mikono yangu mimi miwili. Na ukiangalia katika aya hii kuna faida latifa. Miongoni mwa faida zilizokuwa katika aya hii ni kwamba kuna tashrifi ya Adam. Allah subhanahu wa ta'ala amempa tashrifi, amemkirimu Adam alayhi salatu wassalam, amempa sharaf, amemtukuza Adam alayhi salatu wassalam kwa tendo hili tu la kumuumba yeye kwa mikono yake miwili. Lakini kadhalika anasema Allah, waqalatil yahudu yadullahi maghlula, na walisema Mayahudi mkono wa Allah umekunjamana. Hii ni kinaya ya kumsifu Allah kwa ubakhili. Sikia jamaa amekunja mkono, anakunja mkono yule, manake si mtoaji sana, sio? Mayahudi walimsifia Allah subhanahu wa ta'ala na ubakhili. وقالت اليهود يد الله مغلولة, na walisema Mayahudi
mkono wa Allah ni wenye kukunjamana, yani Allah ni mwenye ubakhili. Angalia maajabu, watu wasiokuwa waislamu walithibitisha kwamba Allah ana nini? Ana mkono, ijapo hapa wakamsifu na sifa nyingine mbaya, lakini wamethibitisha kwamba Allah ana mkono. Wanaopinga kuwa Allah hana mkono ni wale ambao wamejinasibisha na dini ya Uislamu. Allah anaeleza habari yao kuwa walimsifu biannahu bakhilun, kwamba yeye ni bakhili, kama wasafuhu biannahu faqirun, kama walivyomsifia katika aya nyingine kwamba yeye ni faqir. Mayahudi walishamsifia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ni faqir. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, hakika wamekufuru wale ambao walisema kwamba Allah ni faqir na sisi ni matajiri, ni watu wenye Allah ni maskini na sisi tuna uwezo. Mayahudi hao walimsifia Allah subhanahu wa ta'ala na ubakhili, na haimaanishi kwamba walikuwa wakikusudia mkono wake umefungwa shingoni. Allah subhanahu wa ta'ala hakupinga kwamba hana mkono, isipokuwa aliwasemeza vibaya, aliwajibu kwa kuwasemeza vibaya kwa ile sifa ambayo ni mbaya walimtuhumu naye. Na lao asinge alikuwa na mkono basi ingeliwakatalia pia Mayahudi, lakini Allah alisemaje? Waqalat alyahud yadullahi maghlula, walisema mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala umefungwa, umekunjwa, yani kwa maana haukunjuki. Allah hajakunjua mkono. Allah akawajibu akawaambia ghullat aydihim, mikono yao ndiyo iliyokunjamana, mikono yao ndiyo iliyokunjamana. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa yale waliyosema, wamelaaniwa kwa kile walichokisema kwamba mkono wa Allah umekunjamana, kwa maana Allah ni bakhili, wal-iyadhu billah. Katika kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema ghullat aydihim, kuna kuthibitisha kwamba yeye ana mkono, sababu wao sio wamethibitisha mkono, si ndio? Hapa alipotaja hakukanusha, lakini akasema mikono yao ndiyo iliyokunjamana katika mashingo yao, mikono yao ndiyo iliyokunjamana. Lao kama Allah singa alikuwa na mkono angelikanusha jambo la mkono, halafu yakafuata penginepo maneno haya. Bali yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha, bali mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala miwili ni mikunjufu, anatoa atakavyo Allah subhanahu wa ta'ala, anatoa namna atakavyo Allah tabaraka wa ta'ala. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, Allah subhanahu wa ta'ala akawasifia wao Mayahudi kwamba ndio ambao mikono yao imekunjamana. Na kweli duniani hakuna watu ambao wana ubakhili kama Mayahudi. Hawapatikani watu ambao wana ubakhili mithlu haula al-yahud. Fa inna fihim min al-bukhl wal-hasad ash-shay'a al-kathira. Sheikh Salih al-Uthaymeen al-Fawzan, Sheikh Salih al-Fawzan anasema hakika katika wao kunapatikana ubakhili na hasad, yani kitu kingi sana katika hivi viwili, bukhl na hasad, vinapatikana kwa wingi katika Mayahudi. Fala tara yahudiyan illa wa huwa min abkhal al-khalq, hutomuona Yahudi isipokuwa utamkuta ni bakhili mkubwa zaidi
ukilinganisha na Mayahudi na watu wengine. Imekuja katika Sahih Muslim katika kitabu al-Imara babu fadilati al-imam al-adil, kwa kuwa akizungumzia katika mlango huu akizungumzia fadhila za imamu mwadilifu, kiongozi mwadilifu, akataja hadithi akasema hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhair ibn Harb wa ibn Numayr qalu hadathana Sufyan ibn Uyayna عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. alisema katika hadithi ya Zuhair, alisema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina ala manabir min nur, hakika watu waadilifu kama ni maraisi, maamiri, wafalme, hakika waadilifu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa katika membar za nur. Siku ya kiyama wakifufuliwa watu, wale viongozi walikuwa waadilifu na watu waadilifu kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala atawaweka juu katika mimbari za nur, an yamini arrahman azza wa jal, katika upande wa kuliani mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wakilta yadayhi yamin, na mikono yake miwili ni ya kuume. Wakilta yadayhi yamin, na mikono yake miwili ni ya kuume Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah amethibitisha kuwa yeye ana mikono, na mtume wake alayhi salatu wassalam akamthibitishia mikono. Ashahid katika aya hizi mbili ni kwamba tunaona ndani yake kuna kuithibitisha mikono miwili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mikono hiyo miwili ni mikono hakika laiqatani bijalalihi wa 'azamatihi, inayoendana na jalala yake na adhama yake subhanahu wa ta'ala. Laysata kayadai al-makhluq, mikono hiyo si sawa sawa na mikono ya kiume, kwa sababu laisa kamithlihi shay'un, hakuna kama mfano wake kitu chochote Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya hizo kuna rad juu ya yule ambaye ameikanusha mikono miwili kwa Allah tabaraka wa ta'ala, wa za'ama anna al-murada bil yadi al-qudratu aw an-ni'ma, na akadai kwamba makusudio ya mkono aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala ni uwezo au neema. Walitafsiri kwamba ile mikono aliyotaja Allah si mikono bali ni uwezo, au wakatafsiri kwamba ni neema, na taawili hii ni batil, bali ni kuifanyia tahrifu Qur'an, kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, sababu muradi wa mkono huu ni mkono wa dhati, ni mkono wa dhati ya Allah tabaraka wa ta'ala, kwa maana ni sifa miongoni mwa sifa za dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. La yadul qudrati wan ni'ma, si mkono wa qudra, uwezo na neema kama walivyosema wao. idh law kana almuradu bil yadi alqudra kama yaqulun, basi ingelikuwa muradi wa mkono ni uwezo kama wanavyosema wao, la batala takhsisu adama bi khalqihi bihima, basi ile hikma ya kumhusisha Adam, kwa nini Adam ahusishwe na kuumbwa na mikono yake miwili Allah tabaraka wa taala?
ikiwa yani mikono hii miwili inatafsirika kama uwezo, Adamu ndiye aliyeumbwa na uwezo peke yake, yani kwamba kipindi Allah anamuumba Adam, Allah ndipo alipokuwa na uwezo wa kuumba tu. Wengine alipowaumba hakuwa na uwezo, hakuwaumba kwa uwezo, sio? Kwa hiyo kule kufanya takhsis ya kuumbwa kwa Adam kupitia mikono yake miwili Allah subhanahu wa ta'ala, uhusisho huu ungelibatilika. Fa inna jami'a al-makhluqat hatta iblis, kwa sababu viumbe vyote mpaka akiwemo Iblis, khuliqat biqudratihi, sote tumeumbwa kwa uwezo wake. Au mnasemaje? Tumeumbwa kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala. Fa ayyu maziyatin li Adam ala Iblis. Sasa tofauti ya ile heshima aliyokuwa nayo Adam kwa Iblis, ikiwa ni hivi, itakuwa wapi? Itakuwa wapi ikiwa kwamba sote tumeumbwa kwa kudura kama wanavyosema wao? Adam alayhi salatu wassalam ameumbwa kwa mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kudura inaingia kwa sababu Allah tayari alishakadiria kwamba atamuumba, na akatutofautisha sisi na Adam zile daraja kwake yeye kumuumba huyu Adam kwa mikono miwili, na sisi akatuumba kutokana na nani? Na Adam alayhi salatu wassalam. فكان لا يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك، فكان يمكن لإبليس أن يقول، ilikuwa inawezekana kwa Ibilisi kusema wa ana khalaqtani biyadayk, na mimi vile vile umeniumba kwa mikono yako miwili. Angelisema hivyo idha kana almurad biha alqudra. Vile vile ingelikuwa maksudio ya mkono ni qudra, ni uwezo, la wajaba an yakuna lillahi qudratani, ingeliwajibika kwa Allah kuwa na qudra mbili. Waqad ajma'a almuslimuna ala butlani dhalik, na waislamu sunnati wal jamaa salafan wa khalafan wamekubaliana juu ya ubatilifu wa kuwa Allah ana qudra mbili. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. naona tuishie hapa. Hizi zimekuwa na maelezo